Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya 16 ya mwaka A wa kanisa. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Hekima ya Sulemani, ile sura ya 12 aya ya 13 na ile aya ya 16 hadi ya 19. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 8 aya ya 26 hadi ya 27. Na injili ni injili ya Mathayo, ile sura ya 13 aya ya 24 hadi ya 43. Wazo kuu linalotuongoza katika Dominika hii ni ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni. Ili kuweza kuelewa kwa nini wazo hili limetoka wapi au lina maana gani, naomba tusikilize utangulizi huu vizuri, utaelewa hicho. Masomo yetu ukiangalia kwa ujumla wake yanaeleza sana juu ya sifa za ufalme wa mbinguni. Yanaeleza juu ya tabia ya Mungu, yanaeleza juu ya sifa za Mungu, yanaeleza juu ya Mungu wetu huyu asiyeonekana jinsi alivyo. Niwaambie ili muweze kuelewa zaidi, ni ngumu sana kumjua Mungu kwa akili za kibinadamu jinsi alivyo kwa usahihi kabisa, ila ni rahisi sana kueleza sifa zake. Hii ni kwa sababu ya mafunuo yake ya matendo yake katika historia, katika maandiko matakatifu na katika maisha ya kila mmoja wetu. Nitazidi kueleza ili uweze kuelewa. Ni ngumu sana kudefine au kueleza nini maana ya ufalme wa mbinguni, kwa sababu katika maandiko matakatifu hakuna sehemu ambayo Yesu ameeleza kwamba ufalme wa mbinguni ni ufalme wa Mungu ni. Hapana, bali ni rahisi sana kutaja au kujua kupitia sifa zake, kujua huu ufalme kupitia sifa zake ambazo kwazo Yesu amezifafanua kupitia mifano yake iliyo mingi. Na mara zote amekuwa akisema ufalme wa mbinguni umefanana na. Kwa hiyo ukielewa sifa za ule mfanano, moja kwa moja unaweza ukaelewa sifa za ufalme wa mbinguni au ufalme wa mbinguni ukoje. Na cha muhimu hapa ambacho unatakiwa kujua ni kuwa ukiwa Mtanzania lazima uwe na sifa za Kitanzania. Ukiwa Mmarekani lazima uwe na sifa za Kimarekani. Ukiwa Mwadzabe lazima uwe na sifa fulani za Kiadzabe. Ukiwa ni raia wa nchi fulani lazima uwe na sifa za hiyo nchi na ujue kwamba namna gani unaweza ukapata kuwa mtu wa ile nchi. Na hivyo hivyo ukiwa mwana wa ufalme wa mbinguni lazima ujue au uwe na sifa za ufalme wa mbinguni. Yesu anasema katika somo letu la leo, tuelewe vizuri kabisa, ndio maana anasema wazo kuu ni ufalme wa mbinguni. Anasema shamba ni dunia, mbegu njema ni wana wa ufalme. Ile injili ya Mathayo sura 13 hii, ile aya ya 38 katika ufafanuzi wake. Swali la kujiuliza hapa, je, una sifa za kuitwa mwana wa ufalme? Je, una sifa za ufalme? Je, unazitambua sifa za ufalme wa mbinguni? Je, una mastahili ya kuingia katika ufalme wa mbinguni? Wazo kuu ni ufalme wa mbinguni. Ukielewa ufalme wa mbinguni ukoje, utaweza kujitazama, utaweza kujichunguza, utaweza kubadilika na kuishi leo ili kesho uwe raia kamili na unayefaa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Au una uwezo baada ya kuelewa ufalme wa mbinguni
kuleta ufalme wa mbinguni ndani mwako na kuuisha ufalme katika maisha ya watu wengine. Sehemu nyingine Yesu akawa anasema ufalme wa mbinguni upo katikati yenu. Ndio maana wazo kuu ufalme wa mbinguni. Sasa ili uweze kuelewa hili wazo vizuri na kuitathmini na kujiangalia kama una sifa za kuingia katika ufalme au una sifa ambazo zindana na ufalme, naomba tuangalie masomo yetu taratibu. Somo la kwanza kama nilivyosema linatoka katika kitabu cha Hekima ya Suleimani, ile sura ya 12 aya ya 13 na ile aya ya 16 hadi ya 19. Kitabu hiki kiliandikwa katika karne ya kwanza katika jiji la Alexandria, ambapo utamaduni wa Kigiriki na falsafa yake ulikuwa mbioni kumeza sheria na tamaduni za kidini za Kiyahudi. Hekima ya mwanadamu kipindi hicho ilionekana ina nguvu na majibu ya kila kitu kushinda hekima ya kimungu. Watu walikuwa wanadhaniana wanajua kila kitu. Wayahudi wengi kipindi hicho walianza kumezwa na kusahau nguvu ya Mungu, historia, namna gani alichofanya, matendo makuu Mungu aliyowatendea babu zao na taifa lao kwa ujumla. Hivyo kitabu hiki na mafundisho yake vilitumika kuwakumbusha juu ya nguvu na hekima ya kimungu, uwezo wao na namna gani Mungu amefanya kupitia mababu zao, namna gani Mungu ana nguvu na namna gani waweze kumwelewa Mungu ni nani ili wasimsahau na kupotea kabisa. Niwakumbushe kitu kizuri katika kitabu hiki ili uweze kuelewa somo hili vizuri kabisa. Kitabu hiki kutokana na tarehe za kuandikwa kinakifanya kuwa cha mwisho kuandikwa katika vitabu au kati ya vitabu vya Agano la Kale. Kikiwa na utajiri wa hekima, kitabu hiki kimegawanyika katika sehemu kuu mbili zilizo sawa. Kila moja, angalia hekima ya ajabu, ikiwa na aya 251. Yaani sura ya kwanza aya ya kwanza hadi sura ya 11 aya ya kwanza, na sehemu ya pili inaanzia sura ya 11 aya ya pili mpaka ile sura ya 19 aya ya 22. Hivyo sehemu ya maandiko hii ambayo tumeisikia katika Dominika hii inatoka sehemu hii ya pili. Sasa ili uweze kuelewa sehemu hii ya pili tuliyoisikia ya maandiko, inawakumbusha hawa Wayahudi au wana wa Israeli kipindi ambacho babu zao au taifa lao walikuwa wakiishi katika nchi ya ahadi, wakiishi pamoja na Wakaanani. Ukielewa hiki kitu utaweza kuangalia uhusiano wa somo hili na somo la Injili kwa namna ya pekee sana. Utajua vizuri sana. Naomba nizidi kuambia. Kitabu hiki kinawakumbusha kuwa wasisahau Mungu ambaye ni mkuu wa ufalme aliendeleza upendo wake, uvumilivu wake na huruma yake hata kwa Wakanaani, licha ya kwamba walikuwa na makosa na machukizo makubwa sana. Nadhani umeelewa. Moja ya machukizo yao, ili uweze kuelewa, walikuwa na ushirikina wa hali ya juu na ibada ya miungu ya uongo. Unaweza ukasoma katika sura hii ya 12 ile aya ya 4 inaeleza vitu kama hivyo. Hawa watu walikuwa wanakula nyama za watu. Aya 5 inazidi kueleza hicho kitu. Na juu ya kula nyama za watu unaweza ukasoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi ile sura ya 26 aya ya 29, kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 6 aya ya 28 mpaka 29, kitabu cha nabii Yeremia ile sura ya 19 aya ya 9, Maombolezo sura ya pili aya ya 20 na ile sura ya 4 aya ya 10, au kitabu cha nabii Ezekiel ile sura ya 5 aya ya 10. Hawa watu walikuwa ni watu wa ajabu sana. Hawa watu sasa Wakanaani walikuwa wanafanya mauaji ya watoto wao kwa ajili ya sadaka za miungu.
Na wakati fulani njaa ilipokuwa kali, sio tu walitolea sadaka kwa ajili ya miungu, walikula nyama za watoto wao wenyewe. Utasoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 28 aya ya 47 mpaka ya 57. Sasa hayo ni makosa ambayo ni ya kutisha sana, ni ya ajabu sana. Kitabu hiki kinawakumbusha sasa kwamba hata hivyo Mungu hakuwaacha wala hakuwatendea mabaya, bali kwa uvumilivu wake, kwa huruma yake, kwa upendo wake aliwapa nafasi ya kutubu hawa Wakanaani. Wao wana wa Israeli walionekana au walikuwa wema na Wakanaani walikuwa waovu kama magugu fulani, ila waliishi katika shamba moja na Mungu aliwapa hawa Wakanaani nafasi ya kubadilika, nafasi ya kutubu, wala hakuwang'oa. Ndio maana tumesikia katika somo linaeleza hivi: maana hakuna Mungu mwingine ila wewe, ambaye unavijali vitu vyote, na kuendelea katika hili somo. Ndio maana naeleza hivyo. Ukishaelewa hivyo, unaweza ukapata uelewa kwamba ufalme wa Mungu sasa, au ufalme wa mbinguni, ni ufalme unaovumilia, ni ufalme wenye huruma, ni ufalme unaotoa muda wa kubadilika, ni ufalme wenye upendo wa ajabu usioelezeka. Na ndio maana wimbo wa katikati kutoka ile Zaburi ya 86 aya ya 5 mpaka ya 6 na kuendelea inaeleza, kwa maana tumeimba, kwa maana wewe u mwema, umekuwa tayari kusamehe. Huruma ya Mungu ni ajabu sana. Ufalme wa mbinguni. Angalia, je, una sifa za ufalme huo? Ufalme wa mbinguni ni sifa za Mungu mwenyewe aliye mkuu wa ufalme. Somo la pili nazidi kueleza tena, nimesema linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi ile sura ya 8 aya ya 26 hadi ya 27. Ni somo ambalo au waraka uliandikwa katika mwaka 57 baada ya Yesu Kristo. Mtume Paulo anaeleza wazi kwamba kutokana na udhaifu wetu, ukisoma huu waraka hii sura 8, huo udhaifu unaelezwa katika ile aya ya 18. Mwanzoni kabisa, kama unaweza ukarudia ukasoma ukaelewa. Kutokana na udhaifu wetu, kutokana na ubinadamu wetu, hatujui namna ya kwenda mbele za Mungu na kupiga magoti na kuomba, ila kwa huruma na upendo wake Mungu ulio ndani mwetu ametupa Roho wake anayetusaidia kuomba. Yaani kite za sala tunazopiga mioyoni mwetu zinatusaidia sana kueleza au kuongezea katika yale yanayokosekana wakati fulani kwa sauti au kwa sala tunazosali wenyewe. Mungu anaangalia moyo. Kwa huruma na upendo wake anatujalia hata yale tusiyoomba kwa sauti. Hivyo ufalme wa mbinguni au ufalme wa Mungu ni ufalme wa huruma, ni ufalme unaoona, ni ufalme wa upendo wa ajabu sana, ufalme wa mbinguni. Tuzidi kuangalia huu ufalme na sifa zake na tujiangalie sisi. Je, tunaakisi au ni wana kweli wa ufalme katika ulimwengu wetu wa leo? Na hiki ndicho ambacho Yesu anataka kukiongea katika somo la Injili. Linatoka Injili ya Mathayo ile sura ya 13 aya ya 24 hadi ya 43. Uelewe vizuri, baada ya kukataliwa kwa Yesu na Mafarisayo katika sura mbili zilizotangulia, yani sura ya 11 na ile sura ya 12, Kristo anaanza kunena kwa mifano, na alieleza vizuri kwa nini anafanya hivyo: ili watazame lakini wasione, wasikilize lakini wasisikie. Hii sura ya 13 aya 13 anaeleza. Leo tunasikia akieleza ufalme wa mbinguni kwa mifano mitatu: mfano wa magugu na ngano vinavyoota pamoja, mfano wa mbegu ya haradali, alafu ya tatu ni mfano wa chachu.
Sasa ukiangalia kwa hali ya kawaida kabisa, naomba niwaeleze mfano wa kwanza. Unaweza ukajiuliza, huu wa magugu na ngano vinavyoota pamoja, unaweza ukajiuliza kwa nini huyu mwovu anapanda au aliyepanda haya magugu asiondoshwe kabisa? Kwa nini Yesu asingemwangamiza kabisa? Mwovu anajulikana na anaachwa afanye kile anachokifanya. Kwa nini Yesu sasa labda asiwaondoe wana wa ufalme na kuwatenganisha mapema sana na wana wa giza? Kwa nini? Jibu labda, endapo akifanya hivyo, hukumu ya mwisho haitakuwepo. Sasa unaweza ukasoma katika Injili ya Mathayo ile sura ya 25 aya ya 31 hadi ya 46. Mfano wa pili na watatu, hii inaitwa mifano pacha. Ni mifano pacha ikieleza wazi namna gani kanisa litakuwa na ufalme wa mbinguni utaenea kwa ustawi mkubwa sana. Mwanzo dhaifu, ila matokeo yake ni makubwa sana baadaye. Hapa kuna mambo mengi sana ya kutafakari ndugu zangu katika Kristo juu ya ufalme wa mbinguni. Nimesema hilo wazo, nadhani tushaelewa sasa. Somo la kwanza tumeelewa vizuri, somo la pili limeeleweka vizuri, na somo la Injili limeeleweka vizuri. Lakini kuna mambo mengi tunaweza kutafakari sasa. Lakini kwa namna pekee naomba tafakari mawazo madogo matatu tu ambayo yanaakisi maisha yetu moja kwa moja. Wazo dogo la kwanza, mwambie jirani yako, umevumiliwa, umehurumiwa, umepewa muda. Umevumiliwa, umehurumiwa, umepewa muda. Ili kuweza kuelewa hili wazo nitawaeleza. Mwaka 2019 Antonis Mavropoulos, rais wa chama kinaitwa ISWA, International Solid Waste Association, alifika uwanjani kwa kuchelewa, hivyo akuruhusiwa kuingia katika ndege ya Ethiopia flight number 302 mwaka 2017. Nataka muelewe nachotaka kusema. Baada ya dakika 6 akiwa bado uwanjani anabishana hapo au anaumia na kwa jazba kubwa sana, alisikia taarifa kuwa ndege hiyo aina ya Boeing 737 Max ilipata ajali karibu na Addis Ababa na kuua watu wote 157. Taarifa hiyo ilimkuta akiwa uwanjani. Alipiga magoti na kupiga ishara ya msalaba. Alipoulizwa alisemaje? Alisema, Mungu ananivumilia sana, Mungu amenihurumia, Mungu amenipa muda. Nitazidi kueleza kwa nini nasema hiki kitu. Mfano mwingine, mwaka 1966 kikundi cha filamu cha James Bond, wengi tunamfahamu mtaalamu wa mapigano huyo, akiwepo producer Albert Broccoli na Harry Saltzman, walitakiwa kusafiri na BOAC ndege flight number 911. Akili iliwatuma kuahirisha safari, wakabaki Japani kuangalia maonyesho ya maninja. Muda mfupi baada ya ndege kupaa ambayo walitakiwa kuondoka nayo, hiyo ndege ilikutana na dhoruba, turbulence, karibu na mlima Fuji na kuua kila mtu katika ndege. Wakiwa katika hayo maonyesho walisikia taarifa hiyo, walikutana kama kikundi, wakapiga magoti, wakamshukuru Mungu. Walipoulizwa walisema, Mungu anatuvumilia sana sisi, Mungu ametuhurumia, Mungu ametupa muda. Ndio maana nasema umevumiliwa, umehurumiwa, umepewa muda. Naomba niwaambie, tukiangalia maisha yetu sisi si watakatifu, si wakamilifu sana. Sisi ni wadhaifu sana, tuna dhambi nyingi sana, tuna uovu mwingi sana, lakini tupo tunaishi na kuvuta bado pumzi. Bado tunafurahia baraka za Mwenyezi Mungu. Inawezekana kuna wakati jamii au watu au sisi wenyewe tunajishangaa kabisa. Watu wanajiuliza, hivi huyu Mungu hamuoni?
au bado yupo tu? Au sisi wenyewe huwa tunajiuliza, hivi kweli kwa hayo yote ninayopitia au kwa madhambi yote haya ninayofanya, hivi bado Mungu ananivumilia tu, bado nipo tu? Kwa sababu unajaribu kujiangalia, kuna watu wanaenda kanisani, wewe uendi. Kuna watu wanaenda jumuiya, hauendi. Kuna watu wanafanya, yani ukijiangalia unaona mbona kana kwamba mimi ni magumu, mimi si mtakatifu kabisa, lakini bado nipo, bado nipo. Ndugu zangu, tukisoma injili ya leo tunagundua yawezekana Roho wa Mungu, naomba niwaambie, anatuombea na huruma ya Mungu inatufunika. Mungu anasema muache huyu kwanza, muache kwanza, usimuondoe hapa. Roho wa Mungu anasema muache kwanza, muache kwanza. Mtume Paulo anaandika, kwa kuwa Mungu hapendi mtu yoyote apotee, bali wote wafikie toba. Waraka wa pili wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 3 aya ya 9. Nitaambia, inawezekana upo kwa unaona ndio maisha yako, ni namna ya kuishi na nini, unaona kwamba Mungu haoni au Mungu anasahau. Kumbe ni Roho wa Mungu anakuvumilia, anakupa muda, na ye mwenyewe anakuhurumia sana. Naomba niwaambie kwa mifano ya maisha ili uweze kuelewa. Barabara uliosafiri wewe ukafika salama, kuna mtu alisafiri barabara hiyo hakufika salama. Niwaambie, ugonjwa uliopata wewe ukapona, kuna mtu uliondoa maisha yake. Kitanda ulichokilalia wewe hospitalini ukaamka salama, kuna mtu alikilalia akuamka salama. Umri unaosherekea wewe kwa kula, kunywa, kulewa na kushangilia kwa namna ya pekee kwa shangwe, kuna mtu akufikisha. Ukitaka leo tembelea misiba, tembelea makaburini, utaona, soma ile misalaba, mwaka wa kuzaliwa na mwaka wa kufa, utashangaa. Je, unadhani kwamba hao walikuwa ni waovu sana? Wadhani hawakustahili, wewe ndio unastahili, au wewe ndio ulikuwa mtakatifu sana? Hapana, bali ni huruma ya Mungu, anakuvumilia, anakupa muda. Uvumilivu wa Mungu kwako si ishara ya udhaifu wake, bali ni ishara ya huruma na upendo wake mkubwa. Mungu anakupa nafasi ya kubadilika, kusamehe na kumrudia yeye, kuongoka kutoka katika kiburi, wivu, tamaa mbaya, choyo, hasira, uvivu, binafsi, roho mbaya na yale yote ambayo yanaenda kinyume na mapenzi yake. Fanya hivyo, kwa maana wakati wa mavuno upo. Wakati wa mavuno upo. Mungu bado anasema muache kwanza, usimuondoe kwanza, mpe muda kwanza, mpe muda. Kwa hiyo usitaki for granted tu hicho, bali fanya mabadiliko makubwa. Upendo wa Mungu si ishara ya udhaifu, bali ni ishara ya upendo, huruma na uvumilivu kwako na nafasi yako ya kubadilika. Umevumiliwa, umehurumiwa, umepewa muda. Vitumie hivyo vitu vizuri sana sana. Wakati ndio huu, wakati ukiwa macho, wakati ukivuta pumzi, kwa sababu wakati wa mavuno upo. Badilika. Wazo dogo la pili, niwaambie, wavumilie, wahurumie, wape muda. Wavumilie, wahurumie, wape muda. Nataka nieleze hapa kitu. Tumesikia na kuona kwa mifano ya maisha kuwa Mungu wetu anatuhurumia, anatuvumilia na anatupa muda. Sasa kuna kitu cha ajabu hapa niwaambie, na cha kushangaza sana au cha kusikitisha sana sana. Wengi wetu sisi tunaishi katika maisha ambayo hatumwakisi au hatuakisi hizi sifa za Mungu wetu aliye mkuu wa ufalme. Ni watu wachache sana wenye roho hii ya ufalme, roho hii ya kimungu ya kuvumilia, kuhurumia na kutoa muda. Ndio maana anasema wahurumie, wavumilie, wape muda. Asilimia kubwa ya watu wana roho ya kisasi badala ya msamaha. Wana roho ya vita badala ya roho ya amani. Wana roho ya kung'oa
badala ya roho ya kutoa muda. Asilimia kubwa sana wanadamu wengi ndani mwetu tuna ile roho ya kusema ondoa, ng'oa, toa, fukuza kazi, achisha, toa kabisa. Tuna hiyo roho. Nitazidi kueleza, nitawapa mifano hapa. Katika ulimwengu wetu wa sasa, ukiongea kitu au kweli dhidi kwa mfano ya watawala au serikali, utasikia watu wanakunyamazisha au wanakuombolezea mapema au wanakusikitikia japo umesema ukweli. Kwa nini? Unaonekana wewe ni gugu, na jamii ya watu inayotuzunguka haina roho ya kuvumilia, roho ya kuhurumia, roho ya kutoa muda. Ulimwengu wetu, watawala wengi hawana ile roho, hawatakuvumilia. Ukiendelea kumea au kuacha wewe kumea pamoja na ngano, utang'olewa mapema tu. Hivyo watu wanakusikitikia kwamba huoni kama wewe ni gugu, japo ukijiangalia mbele ya Mungu unaona nasema ukweli, lakini jamii inakuona ni gugu na inaelewa kabisa kwamba ulimwengu wa leo hauna hiyo roho. Watakung'oa. Mwenye masikio ya kusikia na asikie hili. Nitazidi kueleza vizuri. Maofisini, kwenye taasisi zetu, tunajua kwamba watu hawana roho ya kuvumilia, kuwa na huruma na kutoa muda. Ukionyesha uko very critical, unasimamia utaratibu, umenyooka, hauna makandokando, utasikia watu wanaanza kusikitika, wengine wanaanza kushauri taratibu. Kwa nini? Unaonekana ni gugu. Ofisini watu hawana roho ya kuvumilia, hawatakupa promotion, mwisho wa siku watakung'oa kabisa. Na wakati fulani umo kwenye taasisi zetu, kwenye jamii yetu, yani kuna watu ambao wanashabikia au wana ile roho ya kusema ng'oa. Badala ya kusikiliza sauti ya Mungu inayosema hapana, mpe muda. Huyu mtu ana familia, huyu mtu ana watoto, huyu mtu ana maisha, huyu mtu ni kama wewe. Hakuna hiyo roho, hawataki kuisikia, wao wananyamazisha wakiisikia. Tunatendea watu vile ambavyo hata sisi wenyewe tunaogopa kutendewa. Sisi tunataka kuvumiliwa, ila hatuna roho ya kuvumilia wengine. Niulize sana, je, una roho ya ufalme kweli? Ufalme wa mbinguni. Twende kwenye familia tueleze vizuri kabisa. Mwenye masikio ya kusikia na asikie. Yesu alikuwa anapenda kusema kitu kama hicho. Watu wameamua kwenye familia kuacha mambo yaende tu, kama baba, mama. Unaona kabisa mambo hayako sawa, lakini wanasema acha tu. Kwa sababu gani wanasema acha? Hata wasikemea au waseme chochote, kwa sababu nikisema nitang'olewa. Mtu anajua nikiongea nitang'olewa, watoto watalelewa na mama mwingine au maisha atakuwa tofauti. Ukweli ulio mchungu ni kuwa jamii yetu ya sasa hivi, ulimwengu wetu wa sasa, binadamu wengi hawavumilii wala hawatoi muda kwa chochote kile, wala hawana huruma kwa chochote kile ambacho wanakiona au wanakihisi kwa akili ya kibinadamu ni gugu. Wanang'oa. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake wakulima hapa wanaweza akajua kila zao lina kamea fulani. Hata Yesu hapa alikuwa anaongea juu ya ngano, unaweza mkaelewa. Kila zao lina kamea fulani kagugu ambacho kanafanana na kale kamea, kama kamea halisi hivyo. Mahindi yakiwa madogo, kuna vimahindi fulani vinatokea kama kigugu kinafanana na mahindi. Maharage yanayotabia, mpunga unayotabia na ngano unayotabia, vinafanana hivi kidogo. Sasa kwa sababu matokeo yetu sisi hatuvumilii, hatuna huruma, tunang'oa, tunajikuta bila kupepesa macho tumebakiwa na magugu. Tumeng'oa ngano, tumeharibu ngano, tumeua ngano,
na tumebakiwa na magugu, alafu tunashangaa. Ni ukweli ulio mchungu sana, inaumiza sana. Ndio maana somo la leo lazima liguse maisha yetu. Tuwe na roho ya kusema hapana, hapana. Tunavumiliwa, tunaonewa huruma, tunapewa muda, na sisi tufanye vile vile. Kwenye familia nako tumeng'oa ngano, tumeacha magugu. Hali ni ngumu, tumekaribisha magugu ndani. Kwenye mahusiano, kwa sababu hatuna uwezo wa kuvumilia, uwezo wa kutoa muda, tumejikuta tunakaribisha magugu, tunaishi na magugu, tunaanza kuumia tukikumbuka ngano tuliyoing'oa. Ni jambo la ajabu sana. Hata kwenye mataasisi ni mambo yale yale. Magugu yanaonekana yanafanya kazi vizuri, alafu hizi ngano tunaziona kwamba zinaharibu kazi. Kumbe mwisho wa siku, bila kuwa critical, kwa kutumia tu hisia, tunang'oa ngano, tunaacha magugu, alafu tunashangaa mambo yanavyokwenda mlama. Mungu atupe sana hekima. Mungu atupe sana hekima. Mtakatifu Yohane Chrysostom katika Injili hii anaeleza hivi: Kristo akatazi kuwakosoa wengine kwa upendo. Kukosoa ni kitu cha kawaida, bali alikataza kuwahukumu kana kwamba sisi hatuna dhambi. Wakati fulani unakuta ni ligugu ndilo linashambulia ngano ing'olewe. Yaani unajua kabisa hili ni gugu, lakini linapambana kushambulia ngano ing'olewe. Ni jambo ambalo linaumiza sana. Niombe sana tuwe watu wa kuvumilia, tuwe watu wa kuhurumiana, tuwe watu wa kupeana muda, tusije tukaumia na kulia na kujuta baadaye. Wavumilie, wahurumie, wape muda. Wazo la mwisho la tatu ni makubwa yanaanza na madogo. Makubwa yanaanza na madogo. Mifano miwili ya mwisho pacha ni mifano ya mbegu ya haradali na mfano wa chachu inayoelezea jambo moja tu. Nitawaeleza kwamba makubwa yanaanza na madogo. Bethlehemu ulikuwa ni mji mdogo kati ya miji ya Yuda, sasa hivi ni mji maarufu sana. Bikira Maria alikuwa binti mdogo na mnyenyekevu katika kijiji chake, lakini sasa hivi ni malkia mbinguni. Msalaba ulionekana kitu dhaifu na ishara ya kushindwa, lakini wokovu wa ulimwengu ulipatikana kupitia huo. Musa, Yusufu, Daudi walikuwa ni watu wa kawaida kabisa, lakini sasa hivi ulimwengu mzima unatambua na kueleza historia yao katika maandiko. Ukristo ulianza na mitume 12 tu pale Yerusalemu, ndo kanisa lilianza. Tutasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 2 aya ya 1 mpaka 13. Walipitia magumu, walisimama imara. Mbegu ndogo ilipandwa kwa damu. Sasa hivi ni mti mkubwa ukiwa na watu zaidi ya bilioni 1. Kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Makubwa yanaanza na madogo. Ndio hivyo hivyo katika maisha yetu, tusidharau mambo madogo. Tusidharau mambo madogo. Katika utakatifu ulio mkubwa unaanza na mambo madogo madogo sana. Usiyadharau, yatekeleze na uyafanye. Usidharau sala za ukimya, usidharau sadaka, usidharau neno la kutia moyo, usidharau msamaha, usidharau kuungama, usidharau hija, usidharau rozari. Ni vitu vidogo lakini matokeo yake ni makubwa sana. Ni utakatifu. Makubwa yanaanza na madogo. Katika familia usidharau vitu vidogo, kwa sababu vinafanya kitu kikubwa kitokee. Usidharau kwa mfano vizawadi, msamaha, busu, kumbatio, tabasamu, vitu vidogo, kutoa mtu outing, kwa sababu utafurahi zaidi. Kumbuka familia ulionayo ilianza na hivi vitu vidogo vidogo tu. Mlikutana katika mazingira ya kawaida, lakini sasa hivi mmekuwa na watoto, ni watu wakubwa kabisa. Makubwa yanaanza na madogo. Usidharau hivi vitu. Hata katika biashara zako usidharau kwamba na mtaji mdogo. Hapana. Biashara kubwa ilianza na kamtaji kadogo, ilianza na fikra tu ndogo kabisa. Usidharau, wekeza katika hicho kidogo ulicho nacho. Usidharau. Hayo ni mema. Hata mabaya usidharau. Matendo maovu madogo madogo
yanaweza yakadhaa dhambi kubwa, yakadhaa addiction, yakadhaa vilio na masikitiko makubwa. Huwa vinaanza taratibu, yani taratibu. Mwizi anaweza kudokua taratibu taratibu taratibu. Tabia zinaanza taratibu, baadaye unazilea zinakuwa kabisa. Utengano unaanza taratibu, baadaye unakuwa kabisa. Vita vinaanza taratibu, baadaye vinakuwa kabisa. Uhasama, migogoro katika familia unaanza taratibu, baadaye unakuwa mgogoro mkubwa kabisa. Makubwa yanaanza na madogo. Yawe mema, yawe mazuri, usidharau matendo madogo madogo. Wahenga wanasema usipoziba ufa utajenga ukuta. Tuombe sana Roho wa Mungu atusaidie kung'amua mema yaliyo madogo ili tuyakuze yawe mti mkubwa, na kung'amua mabaya yaliyo madogo ili tuombe Mungu atusaidie yasikue na kuwa na tuletea hali mbaya au kutufanya tukaingia katika kilio, masikitiko na majonzi. Siku zote tuombe Mungu tuakisi hizi sifa za ufalme wa mbinguni, na watu wakituona sisi waonje furaha ya ufalme wa mbinguni sasa na hata milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu awabariki sana.